Upendo daima. Wapendwa vijana na wote, vijana wa zamani na vijana wa kesho ambao tunahudhuria misa hii takatifu, leo ni siku ya pekee kwetu ambapo tumekutana kama vijana kusali kwa pamoja, kufanya tathmini ya tangu tulipofanya mambo haya mwaka jana na mpaka sasa tumepiga hatua kiasi gani katika maisha ya kiroho, au tumerudi nyuma kiasi gani katika maisha ya kiroho. Lakini kila mmoja wetu anatambua wazi, tangu mwaka jana tulipotoka katika kusanyiko kama hili, anaelewa kuwa amefanikiwa kiasi gani au ameshindwa kiasi gani. Kwa waliofanikiwa, tukio hili ni la pekee kwetu kuongeza nguvu, kuomba neema na baraka za Mwenyezi Mungu kuendelea kufanikiwa vivyo hivyo. Kwa wale waliojikwaa kidogo, tukio hili la misa takatifu hii na tunapokutana wote ni wakati wa kuongeza tena kuomba huruma ya Mungu na msamaha ili tuendelee kufanya vizuri zaidi. Lakini tunaongozwa basi katika maandiko matakatifu ambayo tumeyasikia katika siku hii ya leo. Kiangalia somo la kwanza ambayo tunapata sura ya mtumishi wa Bwana anayepatwa na mateso bila kulalamika. Kitabu hiko cha pili cha nabii Isaya kinaendelea kubainisha uhalisia, hali halisi ya huyu mtumishi wa Bwana ambaye anakabiliwa na mateso na mahangaiko mengi katika maisha yake, lakini hakati tamaa na wala harudi nyuma. Anaendelea kujikita katika kuomba huruma ya Mungu na msamaha wake. Nini tunajifunza katika somo hili? Tunajifunza kwanza kuwa wanyenyekevu kama huyu mtumishi wa Bwana alivyo mnyenyekevu. Amekuwa mnyenyekevu sana katika maisha yake. Sisi pia wote tuliopo hapa, hususan vijana, kuweni wanyenyekevu. Simameni imara, ombeni unyenyekevu, neema unyenyekevu, mpate kuishi vizuri na familia na jamii na sehemu za kazi, na zaidi sana mpate neema na baraka ya Mungu kwa imani yenu. Lakini pia tunajifunza kutoka kwa huyo mtumishi wa Bwana kuto kukata tamaa. Imani yetu ni ya msingi sana. Hata tunapokabiliwa na mahangaiko mbalimbali, tusikate tamaa na wala tusirudi nyuma. Vijana, mnaelewa, kati ya kundi kubwa ambalo sasa hivi limekuwa na mahangaiko mengi na makubwa. Mahangaiko ya kijamii, mahangaiko ya tamaduni, mahangaiko ya imani, mahangaiko ya kazi au ajira na mahangaiko mbalimbali. Katika haya yote, tunapojaribu kutafuta fursa nzuri na ya pekee ya kutatua changamoto zetu, lazima tubaki kwanza katika imani. Lazima tusikate tamaa, tusimame kidete na tumuombe Mungu atusimamie katika jambo hilo. Katika mateso na mahangaiko ya maisha yetu, tuione sura ya mtumishi wa Mungu ipo mbele yetu, ambaye mtumishi wa Mungu huyu anayetabiriwa na nabii Isaya leo katika nyakati zetu hizi ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo unganisha mateso yako, mahangaiko yako, changamoto zako na Kristo msulubiwa, ambaye naye hakukata tamaa, aliendelea kuvumilia, kubeba msalaba mpaka mwisho. Katika somo letu la pili, tumekutana na Kristo ambaye anatuonyesha sura na mfano pia wa unyenyekevu mkubwa sana. Anaamua kujishusha. Tunatambua yeye ni Mungu, lakini anakubali kuzaliwa na mwanadamu, anakuwa kama mwanadamu, anaishi kama mwanadamu, lakini bila kutenda dhambi. Jambo hili ni la pekee. Mungu aliyekubali kuacha milki na mamlaka yote ya juu na kukubali kuja kuishi kama sisi
si jambo rahisi. Ni jambo la kujifunza unyenyekevu huo, upendo huo, kujishusha huko, ili na sisi tuwe wepesi wa kujishusha. Tukumbuke wazi kuwa falsafa ya Mungu katika maisha yetu imejikita katika kujishusha katika mambo madogo. Ndio maana tunawakuta hata katika maandiko matakatifu watu waliodharauliwa na kutengwa ndio wanaopokea heshima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Nakumbuka mama yetu Bikira Maria alikuwa ni binti wa kawaida, asiye na chochote wala lolote, hana makuu, yupo tu, ndiye aliyetukuzwa sana, akapewa heshima ya kuwa mama wa Mungu. Tujifunze hata sisi vijana kuto kujitutumua sana katika mambo yetu. Yote tutakayokuwa nayo yawe ni mafanikio, tuseme sisi ni watumishi tusio na faida, tunafanya tu yale ambayo Mungu na imani yetu inatupasa kufanya. Ni unyenyekevu mkubwa huu. Kwa hiyo tujifunze kujishusha, na katika kujishusha tutaiona sura ya Mungu na mkono wa Mungu. Lakini katika nyakati zetu, hasa vijana, tumekuwa tukiishi falsafa ya kulipiza kisasi, falsafa ambayo inaumiza jamii, inatesa jamii na inaliangusha jamii na taifa letu kwa ujumla. Falsafa hii haina mashiko hata kidogo, kwani sasa hivi kwetu sisi vijana jambo la kuua ni jambo la kawaida sana, au kuua kwa kutumia kwa utoaji wa mimba, au kuua kwa kuwapiga wenzetu na kuwajeruhi. Tunasikia mambo mengi, bali ya utoaji wa mimba hilo tayari lipo na ninyi ni mashahidi, mnalielewa. Katika kundi ambalo linaongoza katika nyanja zote au za ushawishi na za utoaji ni kundi letu la vijana. Sasa vijana, tufikirie sana tunapoiangalia sura yetu mpya, tunapoiangalia kesho yetu, tuone kwa nini tufike hatua hii ya kutoa mimba. Kwa nini tuwaue viumbe ambavyo Mungu ametupatia? Ni ukatili usio kifani, ni ukatili mbaya ambao Mungu haruhusu hata kidogo. Lakini pia tunashuhudia hata katika nyakati zetu sasa hivi ukatili wa pekee. Inawezekana kabisa binadamu anakosea, na ni ukweli tunakoseana katika hili na lile. Kwa bahati mbaya, kutokana na msongamano wa watu au hawa bodaboda hawa, sisi ambao ni bodaboda tunaendesha bila kufuata sheria na taratibu mbalimbali. Kwa bahati mbaya, ukikwaruza kidogo, ukianguka kule, dereva akishuka tu hapo anauawa, anapigwa na bodaboda wengine mpaka anauawa. Hii sio falsafa ya maisha kwa hakika. Hii ni lazima tuangalie sisi vijana, tuwe wahubiri wa falsafa njema ya kutokulipiza kisasi katika maisha yetu, kwa sababu hakuna yeyote aliyefanikiwa kusimama na kulipiza kisasi akabaki salama. Watu wengi wanaumizwa, wanajeruhiwa au wanauawa kwa sababu tu amefanya kosa. Hata kama ameua kabisa, si vizuri sasa kuua na huyu mwingine aliyebaki. Ni vizuri kutafuta mkono wa sheria, akachukuliwa sheria na akaelezwa hayo aliyoyafanya. Kwa hiyo vijana, tunapokuwa katika sherehe yetu hii, tuangalie tunajipambania katika lipi na tunapambanaje katika hicho tunachokipambania. Wakati mwingine tunafikiri tunafanya vizuri au tunataka kukomesha, lakini ndio tunaharibu zaidi. Tujitahidi kushuka ili Mungu mwenyewe atuinue, kama alivyoshuka mama Bikira Maria alafu Mungu akamuinua, kama alivyoshuka watakatifu mbalimbali ambao waliishi kama sisi lakini Mungu akawainua. Injili yetu inataja na kudokeza mambo mengi ya msingi, na injili ndefu na ya kutosha. Toshe tu kutaja mambo machache ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuyaangalia. Kila mmoja anapaswa ajiulize anachukua nafasi gani katika injili ya leo. Tumesikia wahusika wengi na wanamna mbalimbali, na kila mmoja akiwa na la kwake.
Je, wewe ni Pilato unamhukumu Yesu ingawa huoni kosa lake? Maisha yako yanahukumu imani yako? Maisha yako yanasaliti imani yako? Au wewe ni Yuda ambaye unamsaliti Yesu mapema tu, hata bila hata ya kufanya mambo mengi? Au wewe ni Simoni wa Kirene, unashiriki kwa maisha yako, kwa utume wako, kwa sadaka zako kumsaidia kubeba Yesu msalaba? Wewe ni Petro ambaye kwa kuona watu na mateso, mahangaiko ya maisha haya, unaisaliti imani na unamsaliti Bwana wako na unamkana kabisa kwa kusema hivi kuwa sikujui wewe? Au wewe ni Veronika ambaye ukiangalia sura na mahangaiko anayoteseka Bwana wetu Yesu Kristo na katika ulimwengu wa leo kanisa linavyopitia, unaumia, unahuzunika, lakini kwa sababu huna uwezo wa kufanya jambo lolote la pekee zito la kusaidia kubeba huo msalaba, unadiriki tu kumpatia faraja ya kumfuta uso wake. Wewe ni Veronika katika simulizi hili? Au wewe ni ule umati wa watu ambao tumewasikia wako wengi wakiimba msulubishe, msulubishe? Au wewe ni yule mwizi ambaye baada ya kutambua na kuliona kosa lake anaamua kutubu? Sisi kama vijana katika nyakati zetu tunaitwa na kualikwa, tunakoseana, tuna hapa na pale, lakini kwa haki kabisa jambo la msingi kwetu si kulipiza kisasi. Tuige yule mwizi wa pili. Yule mwizi wa kwanza alikosea, yuko kwenye mateso, badala ya kuomba huruma na msamaha, yeye anaanza kudhihaki. Anasema, wewe bwana, mbona ulijifanya wewe Mungu wewe? Sasa kama Mungu, kwa nini usijiokoe wewe, utuokoe na sisi hapa tunateseka hapa? Kumbe huna chochote. Kumbe na wewe unatundikwa msalabani. Kumbe na wewe unateseka tu. Sasa ni nini? Siwezi kukufuata. Wakati mwingine katika maisha yetu vijana, tunapokumbana na shida mbalimbali, tumesali novena zetu, tumesali sala mbalimbali, tunakosa majibu, tunafanana na huyu mwizi wa kwanza. Sasa Mungu yuko wapi? Mungu ameniacha, Mungu asikilizi, bora niageukie upande wa pili, na tunamwacha Mungu. Leo tunaitwa na kuhimizwa kuiga mfano wa yule mwizi wa pili. Huyu mwizi wa pili anatufundisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, anatambua makosa yake. Kama kuna kitu kikubwa na siri kubwa ya mafanikio katika maisha yetu, kwanza jua kosa lako liko wapi. Tambua udhaifu wako, tambua nguvu zako, tambua shida zako. Alafu ukishatambua haya, sasa unachukua hatua ya kuingia hatua nyingine ya pili. Mwizi anatukumbusha, anatambua makosa yake. Lakini la pili, baada ya kutambua makosa yake, anatoa ushauri mzuri, ushauri wa kujenga katika maisha. Anamwambia mwenzake, sisi tunastahili haki ya kutundikwa hapa msalabani, lakini huyu hakutenda dhambi yeyote. Sasa usimdhihaki, usimtese na wala kumrudisha nyuma. Kwa hiyo kutambua kosa na kutoa ushauri. Sisi tushauriane vizuri vijana. Kundi la vijana ni kati ya makundi ambayo wakati mwingine tunadanganyana sana, lakini pia tunashauriana vibaya. Ndio kama hayo mambo niliyotangulia kuyataja hapo nyuma. Unaona mwenzako amekosea, wewe unafanya kosa kubwa zaidi. Naona tayari mmekosea, mmepata mimba. Sasa unaona kuwa hii ni aibu katika jamii, au watanionaje? Mnaamua kutoa mimba. Sasa hili ni kosa juu ya kosa. Tutibu makosa yetu kwa njia zilizo sahihi. Na mwisho, huyu mwizi wa pili anatufundisha thamani na umuhimu wa kuomba msamaha. Sisi vijana tuwe majibu katika jamii yetu, katika familia zetu na katika taifa letu, majibu ya watu wanaoomba na kutoa msamaha. Msamaha ni dawa, msamaha ni kinga, msamaha ni tunu ya msingi katika maisha yetu kama Wakristo,
kama Wakatoliki, lakini pia kama wanadamu wa kawaida. Kila mwanadamu anahitaji kupewa msamaha na anahitaji kutoa msamaha. Kwa hiyo msamaha ni barabara mbili zinazoenda pamoja. Uwe tayari kupokea, lakini pia uwe tayari kutoa. Tutabarikiwa sana na tutapokea mema mengi katika maisha haya na uzima wa milele tukikubali kutoa msamaha. Sasa Jumapili hii ya Matawi ni kielelezo cha sura ya Pasaka inayokuja. Tuone thamani ya kuingia katika juma hili. Tunajua sio juma rahisi, juma la mahangaiko, juma la mateso kiimani, lakini tusimame imara tukikumbuka misemo mbalimbali ya lugha ya Kiingereza ikituhimiza kutuambia kuwa no pain means no gain. No thorn means no throne. No cross, no crown. No Good Friday, no Easter. And no suffering, no glory. Tumsifu Yesu Kristo.